kuzuia rushwa, jukumu lako, tutimize wajibu wetu. Asante sana. TAKUKURU mkoa wa Ilala katika kipindi cha Oktoba hadi Disemba mwaka 2025 imeweza kufanikiwa kufanya yafuatayo katika utendaji kazi wake. Kwanza kabisa, tulifanya uchambuzi wa mifumo. Katika hili tumeweza kufanikiwa kudhibiti kiasi cha fedha jumla ya shilingi bilioni 1,533,241,211 na senti 36. Hii ni baada ya kufanya uchambuzi wa mfumo wa uwasilishaji wa michango ya waajiri katika mfuko wa hifadhi ya jamii wa taifa NSSF. Na katika hili tulibaini sekta binafsi 71 hazijawasilisha michango ya waajiriwa katika mfuko huo wa NSSF. Hii manake ni nini? Manake ni kwamba idadi kubwa ya waajiri inaonesha hawasilishi michango yao, kwa maana michango ya wafanyakazi na ile mchango wa kwao wao kwa mujibu wa sheria mfuko wa hifadhi ya taifa ya jamii NSSF kwa mujibu wa sheria. Sasa baada ya taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa mkoa wetu wa Ilala kufanyia kazi hili, fedha hizi zimekwisha ingizwa katika akaunti ya NSSF na waajiri hao wameweza kuingiza ingizo hilo la bilioni 1,533,241,211 na senti 36. Chambuzi za mifumo huwa zinafanyika na ofisi yetu ili kuweza kuhakikisha utendaji kazi na utoaji huduma unafanyika ipasavyo na kudhibiti mianya ya rushwa, ili baadaye tuweze kushauri namna bora ya kuziba mianya na vitendo vya rushwa ili kuongeza ufanisi na utendaji kazi wa taasisi mbalimbali. Ufuatiliaji huu ni endelevu. Hivyo tunatoa wito kwa waajiri waliopo katika sekta binafsi kuhakikisha wanaingiza na kuwasilisha michango ya wafanyakazi kwa mujibu wa sheria ya mfuko wa hifadhi ya jamii sura ya 50 ya mwaka 2018. Pamoja na hivyo, tumeweza pia kufanya ufuatiliaji wa matumizi ya fedha za utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo. Hii ina jumla ya thamani ya shilingi bilioni 1,859,818,691 na senti 72. Katika ufuatiliaji huu, kwanza kabisa tumefanikiwa kuleta maboresho chanya katika utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa uwanja wa mpira wa miguu katika shule ya sekondari Benjamin Mkapa. Watekelezaji wa mradi wa uwanja huu wenye thamani hiyo ya bilioni 1,829,818,692 na senti 72 waliweza kupokea ushauri wa kitaalam kuhusu usanifu, vipimo na viwango vinavyopaswa kuzingatiwa katika ujenzi wa uwanja huo wa mpira kutoka Shirikisho la Mpira wa Miguu Tanzania, yani TFF. Ushauri huo uliweza kuimarisha ubora wa mradi na kuhakikisha unatekelezwa kwa kuzingatia viwango vinavyotakiwa. Pia katika hatua nyingine, TAKUKURU Ilala iliweza kufanikiwa kufuatilia mradi wa ukarabati wa shule ya msingi ya Ilala. Mradi huu tulikuta una mapungufu ya thamani ya shilingi milioni 30 katika ule ukarabati. Na baada ya kuingilia kati sasa, kazi hiyo ilifanyika kwa mujibu wa utaratibu kama ilivyokuwa natakiwa. Marekebisho na mapungufu yaliweza kufanyiwa kazi na kazi nyingine zote ambazo zilikuwa chini ya kiwango zilifanyika ipasavyo. Sambamba na kazi hiyo, tuliweza pia kuelimisha umma katika kipindi tajwa. Katika hii tunaweza
kuendelea kutoa elimu ya mapambano dhidi ya rushwa kwa makundi mbalimbali ya wananchi na kufikia jumla ya wananchi 18,019. Hii tuliweza kutumia mbinu mbalimbali katika uelimishaji huo, ikiwemo semina kwa makundi mbalimbali, vipindi vya radio na television. Tuliweza kuelimisha na kufikia jumla ya vilabu vya wapinga rushwa 20 kwa kuziimarisha kwa kutoa mada mbalimbali juu ya athari za rushwa. Tuliweza kufanya pia semina 27 kwa watumishi wa umma. Tuliweza kufanya vipindi vya radio na television 5, na lengo likiwa ni kuwajengea uwezo wa kuelewa athari za rushwa na madhara yake na uwajibikaji kwa kila mmoja kwa nafasi yake kwa uadilifu. Upande wa uchunguzi na mashtaka, hapa tuliweza kupokea jumla ya malalamiko 21, ambapo malalamiko 18 yalihusu vitendo vya rushwa na ambapo uchunguzi wake unaendelea, na malalamiko 3 hayakuhusu vitendo vya rushwa. Hivi tuliwashauri watu wa taarifa hawa kwenda kwenye idara husika ambako malalamiko yalihusu. Tuliweza kufungua shauri moja jipya ambapo linaendelea mahakamani. Hili lilihusisha washtakiwa 3 kwa makosa mbalimbali yakiwemo yale ya ubadhirifu na ufujaji kwa jumla ya shilingi milioni 96,820,000, na mashauri 5 yameweza kumalizika mahakamani, ambapo 2 kati ya hayo watuhumiwa waliweza kurejesha fedha jumla ya shilingi milioni 64,750,000. Mashauri mengine 9 bado yanaendelea mahakamani. Mikakati sasa katika kipindi cha miezi mitatu ijayo, kwa maana ya Januari hadi Machi 2026. Katika hii tuna mkakati wa kufuatilia matumizi ya fedha za utekelezaji wa miradi ya maendeleo katika halmashauri ya jiji la Dar es Salaam. Vile vile tutahakikisha kuwa fedha zinazotolewa na serikali kwa ajili ya utekelezaji wa miradi hiyo zinatumika ipasavyo. Pia tutaendelea kuelimisha jamii na makundi mbalimbali, hasa wanafunzi, juu ya kuzingatia uadilifu na uzalendo kwa nchi yetu. Hitimisho. TAKUKURU mkoa wa Ilala inatambua kuwa jukumu la kuzuia rushwa ni lako na langu. Hivyo tutimize wajibu wetu. Bado tunao wajibu wa kuhakikisha kuwa rushwa inatokomezwa katika mkoa wetu na utawala bora unaimarishwa. Mwisho kabisa, lakini si kwa muhimu, tunatoa wito kwa wananchi wote kuendelea kushirikiana nasi katika mapambano haya ili tuweze kuimarisha ustawi wa jamii kupitia miradi bora ya maendeleo na huduma bora za maendeleo kwa manufaa na maslahi mapana ya taifa letu. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Kwa upande wa ufuatiliaji, hususan sasa upande wa NSSF wenyewe, hili pia ni wajibu wetu. Sheria iko pande mbili, kuna haki na wajibu. Wakati kuna haki ya mtumishi ama mwajiriwa kuwasilishiwa michango yake, yaani amekatwa mshahara na kuwasilishwa kwenye mfuko, pale ambapo sasa anataka haki yake kuipata, anapaswa aipate kwa wakati. Na kutoipata haki kwa wakati pia kunazalisha mwanya wa rushwa, ile kuzungushwa kwa muda mrefu kutoipata haki yake. Kwa hiyo sisi pia tunafuatilia. Sio kwamba tumeangalia upande mmoja kwa waajiriwa kuingiza michango NSSF alafu wao ndio wazembee kugawa fedha kwa waajiriwa wanapostaafu au wanapomaliza mikataba ya kazi zao. Kwa hiyo hili pia tunalizingatia na tunawahimiza hao NSSF kulipa kwa wakati, kuepuka huu mwanya, kwa sababu inapochelewa mtu kupata haki yake, yule mtumishi anaweza akamwambia ili nikupatie bafao yako nione na mimi kidogo hapa ili ndio upate haki yako kwa haraka. Kwa hii pia tunaifanyia kazi
na kuhakikisha waajiriwa sasa na wenyewe wanapata stahiki zao mapema. Kwa upande wetu sisi tumeangalia compliance kwanza, kwa sababu hapa tunaangalia haki za hawa waajiriwa ziweze kupatikana, na haki imekwishapatikana na hapa, na kazi hii ni endelevu, sio kama tumefikia mwisho kwa maana hatuendelei tena, kwa sababu hawa 71 ndio katika kipindi tajwa wamefanya maingizo haya ya bilioni 1.5 na zaidi. Bado kuna wengine tunaendelea kuwafuatilia kuhakikisha wanaingiza na wao. Haijaishia hapo. Lakini baada ya pale hatua nyingine stahiki zitachukuliwa kama nilivyoeleza hapo awali. Sheria iko wazi. Ukivunja sheria kinachofuata ni kuchukuliwa hatua za kisheria. Kuhakikisha kosa hilo halijirudi tena, na ili iwe funzo pia kwa wengine ambao wavunjifu wa sheria.